Kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz kumeifanya Marekani iathirike kiuchumi. Wataalamu wanasema kufungwa kwa Hormuz kumeongeza uhitaji wa mafuta nchini Marekani, jambo ambalo linasababisha hali ya uchumi kuendelea kuyumba kila kukicha. Kupitia chapisho kwenye jukwaa la mtandao wa Truth Social mnamo Jumatatu usiku, Rais Donald Trump alisema uongozi wa Iran umelazimisha mamia ya meli kuelekea majimbo yenye utajiri wa mafuta ya Marekani kama vile Texas, Louisiana na Alaska kukosa mafuta kwa kiasi kikubwa. Ingawa haijulikani ni aina gani ya meli alizokuwa akizirejelea, wachambuzi wa meli za biashara wanaiambia BBC Verify kwamba hatua ya Iran kufunga mlango wa bahari wa Hormuz imesababisha ongezeko la uhitaji wa mafuta ghafi nchini Marekani, hasa maeneo ambayo rais wa Marekani ameyataja. Hatua hiyo ni kikwazo kikubwa cha usafirishaji wa mafuta ya Ghuba, lakini usafirishaji umevurugika zaidi tangu kuanza kwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran mnamo Februari 28. Hata hivyo, inatajwa kwamba endapo vitaibuka tena, upatikanaji wa mafuta utakuwa mgumu mno katika maeneo mengi duniani, si Marekani tu. Lakini wachambuzi wameitazama hali hii inavyoendelea, hasa baada ya Marekani kuweka kizuizi katika bandari za Iran. Hii imesababisha wakati huu hali ya upatikanaji wa mafuta katika nchi nyingi kuwa mdogo mno, na kwamba kuna athiri hali ya uchumi katika ulimwengu. Hata hivyo, inatajwa kwamba bei ya mafuta imepanda kwa 100% katika baadhi ya maeneo, na kwamba hili linaleta athari kubwa katika uchumi wa mataifa mengi, kwani bidhaa nyingi nazo pia zinazidi kupanda kila kukicha. Hatua hiyo ni kikwazo kikubwa cha usafirishaji wa mafuta ya Ghuba katika maeneo mengi duniani, lakini usafirishaji unazidi kuvurugika kila kukicha. Kwa kuwa hawawezi kupata mafuta ghafi kutoka Mashariki ya Kati kupitia mlango huo, waagizaji wanalazimika kutafuta wauzaji mbadala. Data kutoka kampuni ya ufuatiliaji wa safari za bahari Kpler inaonyesha kuwa meli 71 za mafuta zinazojulikana kama Very Large Crude Carriers VLCCs zinaelekea Marekani kuchukua mizigo, ikilinganishwa na wastani wa meli 27 kwa siku katika kipindi cha mwaka uliopita. Kimsingi, hali inazidi kuvurugika katika ulimwengu kutokana na kukosekana kwa nishati ya mafuta. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba ikiwa hali hii itaendelea kuwepo, kutakuwa na uwezekano wa kuyumba kwa uchumi katika nchi nyingi duniani. Hata hivyo, wasiwasi uliopo ni kwamba kuna uwezekano wa vita kurudi kwa mara nyingine tena kutokana na upinzani uliopo kati ya Marekani na Iran. Wa Iran hawakubaliani na mipango ambayo rais wa Marekani Donald Trump anaitaka, lakini pia wa Marekani wanashindwa kuwaelewa wa Iran juu ya kile ambacho wao wanataka kiwe kama sehemu ya kuitibu dunia. Wanaamini kwamba Iran ni tishio kwa kuwa na silaha za nyuklia, licha ya kwamba wa Iran wameeleza kwa muda mrefu kwamba hawana silaha za kinyuklia, lakini bado Marekani inaamini uwepo wa uranium iliyorutubishwa karibia kilogramu 400 unaonyesha kwamba wa Iran wanaweza wakatengeneza bomu la nyuklia, ambalo wachambuzi wa mambo wanasema kwamba hofu ya Marekani ni juu ya Israel, kwamba kuna wasiwasi huenda wanaweza wakafanya mashambulizi dhidi ya Iran na kuliangamiza taifa hilo la Kiyahudi. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News.